tu bidhaa zako unanunua kwake. Kama ni unga, mchele au sabuni unanunua kwake. Lakini siku moja unakosa pesa ukienda kukopa unga na dagaa ili watoto wako wakapate chochote, anagoma. Anasema hakopeshi. Hawa ndio walikuwa miongoni mwa wafanyabiashara tuliokuwa tunawashughulikia. Siku moja mzee mmoja, simtaji kwa jina, alikuwa na kawaida ya kukopesha, lakini ghafla akaacha akidai kuwa biashara imekuwa ngumu. Asubuhi moja nilichukua vivuli vya watu mbalimbali. Nilisimama mahali nikawa nachukua vivuli vya kila mtu aliyepita na kuvikusanya mahali pamoja. Baadaye vile vivuli nilivifanya watu wengi. Walitimia kama 20 hivi. Nikawapeleka dukani kwa yule mzee aliacha kukopesha wateja wake. Nilichokuwa nafanya, niliwaweka mbele ya duka mpaka mahali pa kusimama panakosekana. Kwa hiyo wateja wa mtaani walipokuwa wanakwenda na kuona watu wengi, walipitiliza kwenda kwenye maduka ya mbele kabisa. Mchezo huo nilimchezea kwa siku kama 5 hivi, akapata hasara ya mikate, maandazi na nyanya kwenye meza ya nje. Alianza kupiga kelele kwa watu akidai kwamba wafanyabiashara wenzake wanamroga. Wachawi tulipokuwa tukikutana na kupiana mirejesho tulikuwa tukicheka sana. Na nilipomaliza kwa mtindo huo wa kumjazia watu, nikamtengenezea mtindo mwingine. Nikawa nakwenda kwa njia za kichawi. Kisha naziba mikono kwenye dirisha analotumia kutolea bidhaa. Kwa hiyo wateja walipofika waliona mikono yangu ni madirisha yaliyofungwa. Wengi walipitiliza wakijua yule mzee kapata matatizo kafunga duka. Kumbe duka lipo wazi kama siku zote. Ndani ya mwezi mmoja wa kumfanyia michezo na vituko mbalimbali, hali ya duka ilikuwa hoi. Maana bidhaa nyingi alikuwa akitumia mwenyewe. Na mimi nilikaza kumkimbizia wateja hadi akafunga duka kwa kufilisika. Kwa sasa anauza genge mahali wakati mtu alikuwa na duka kubwa sana. Kwa hiyo naweza kusema wakati mwingine wachawi hufanya mambo yao ya kichawi kwa ajili ya kuwatetea wananchi wanyonge. Yule mfanya biashara asingeamua kugoma kuwakopesha wateja wake, angekuwa na duka lake hadi leo. Sasa basi, ni ipi dawa ya kuwakomesha wanga usiku? Mzee Biwi anasema wanga hufanya shughuli zao zote kwa njia tofauti na utaratibu wa maisha ya kila siku ya binadamu. Kwa maana hiyo, ukiona wanga wanakusumbua sana usiku na wewe sio mtu wa Mungu, basi jaribu kutumia vitu vilivyoumbwa na Mungu. 1. Chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe ina mambo mengi sana, lakini pia ina siri nzito ndani yake. Unaweza ukaona ndoto mbaya mbaya kama za majoka au upo mahali kusikujulikana, au ndoto nyingine zinazofanana na hizo. Basi sasa chukua hatua. Weka maji kwenye ndoo kisha tia chumvi. Nenda nayo bafuni ukaoge, kisha uone kama utota ndoto mbaya mbaya tena kama zamani. Lakini unatakiwa kuyaoga maji hayo yenye chumvi kwa kusuuza mwili na sio kutoa nongo. Yaani unachukua maji ya kawaida, unayaoga na kujisugua kama siku nyingine huku ukitumia sabuni. Halafu sasa kwenye kujisuuza mwili ndio unatumia maji yako yenye chumvi. Vyema yawe maji ya uvuguvugu na usijifute na taulo. Acha maji hayo yakauke yenyewe. Fanya hivyo kwa muda wa siku 3, 7 au 14. Lakini kila siku mara moja. Vizuri sana ikiwa utaoga usiku. Ijapokuwa hata ukioga asubuhi ni sawa tu. Ila vizuri iwe usiku, na ukimaliza hutatoka tena zaidi ya kwenda kulala. Hii chumvi ni tiba nzuri sana ya kuwafukuza wanga. Wanga wanapokujia wanashindwa kukufikia hadi jirani. Na uzoefu unaonesha pepo wachafu huwa wapatani pia na chumvi. Ndiyo maana inashauriwa sana matumizi ya chumvi. 2. Mkaa wa mti wa mkaratusi.
Kuna mti unaitwa mkaratusi. Huu mti unapochuma mkaa huwa una matokeo mazuri sana katika kupambana na wanga, wachawi na roho nyingine chafu. Hata hivyo, ipo mikaa ya miti mingine mbalimbali pia inafanya vizuri katika ulimwengu wa roho chafu. Mikaa kama ya mti wa mkatambati, mninga au mkaa wa kifuu cha nazi. Kuna watu huamini kuwa wanga au wachawi wapo kwa ajili ya usiku tu. Hapana. Hawa watu wapo muda wote. Wapo asubuhi, wapo mchana, wapo usiku. Kwa hiyo ili kupambana na wanga, ukitoka nyumbani beba kipande cha mkaa mfukoni. Halafu nenda nacho na kukwenda, iwe kazini au kwenye biashara zako. Usiku unapopanda kitandani kulala, weka kipande cha mkaa chini ya mto. Hakuna mwanga wala mchawi atakayekufuata kukuletea shida. Mzee Biwi anasema, ukiachana na matumizi ya mkaa na chumvi kwa ajili ya kujikinga na wanga na wachawi, njia nyingine ni kujiegemeza kwa Mungu tu, na hii ni njia sahihi sana. Hakikisha unamkaribia Mungu kwa ajili ya kuomba nguvu za kukusaidia kumshinda shetani. Dumu sana katika kusoma maandiko matakatifu, ambayo kimsingi ni sauti ya Mungu. Kama wewe ni Mkristo, hakikisha kila siku unasoma neno lake. Kama Muislamu, fanya hivyo hivyo pia. Sababu ya kujitoa kwenye genge la wachawi. Mzee Biwi anasema, sasa mimi niliamua kujitoa kwenye kundi la wachawi baada ya wachawi wenzangu karibia wote kufariki dunia. Niliwahi kujiuliza siku moja, faida gani nimewahi kupata kwa kuwa mchawi kwa miaka mingi? Nikapata jibu kwamba hakuna faida yoyote zaidi ya kurundika dhambi mbele za Mungu. Kuna orodha ndefu ya binadamu niliwaondoa uhai wao au kuwapa mateso mbalimbali kupitia sababu ya mimi kuwa mchawi. Pia niliwahi kuwaza siku moja, hasara gani niliipata kutokana na kuwa mchawi? Nikapata jibu kwamba hasara ni nyingi kuliko faida, kwa sababu nilipoteza marafiki wengi kwa sababu ya woga na hofu kuu. Na huo ndio mwisho wa mkasa huu. Mwandishi ni Oscar Ndauka, mimi naitwa Ananias Edgar.